guys, sehemu yetu ya 4. So twende nayo. Kelvin alisimama pale hospitalini, macho yake yakiwa yameganda sehemu moja. Alikuwa bado anaangalia nyuma kule Neema alipokuwa ametoweka pamoja na Andrea na mtoto wake Kian. Moyo wake ulikuwa mzito kuliko wakati wowote ule. Kwa mara ya kwanza alihisi kupoteza kitu ambacho hakuwahi hata kujua alikuwa nacho, mwanae. Dakika kadhaa zilipita bila hata kujitambua. Hatimaye Kelvin alijikokota hadi nje ya hospitali, akakaa kwenye benchi. Alichukua simu yake, akaifungua, akaifunga tena. Hakuwa na ujasiri wa kumpigia Neema, lakini kitu kimoja kilikuwa wazi kichwani mwake: hakuweza kuondoka hivi hivi. Kelvin hakurudi nyumbani usiku huo. Alizunguka mitaa bila mwelekeo, akili yake ikiwa imejaa maswali. Kwa nini Neema hakuniambia? Kwa nini Andrea ndiye anayejua mtoto wangu? Na je, bado nina nafasi yoyote katika maisha yao? Alisimama ghafla, uso wake ukabadilika. Hapana, siwezi kukubali hivi, aliamua. Kesho yake angerudi hospitalini, lakini si kama yule Kelvin wa zamani. Angerudi kupigania kile kilicho chake. Siku iliyofuata Kelvin alifika hospitalini mapema sana. Aliulizia Neema. Baada ya kusubiri kwa muda, alimuona. Alikuwa amekaa nje ya chumba akiwa amemshika Kian. Lakini safari hii Kelvin hakusita. Alisogea moja kwa moja. Neema, aliita kwa sauti thabiti. Neema aligeuka, macho yake yalionyesha mshangao kidogo. Kwani umerudi tena? Aliuliza kwa sauti ya baridi. Kelvin hakutetereka. Sitaki kupoteza muda tena, alisema. Nataka kuanza kuwa sehemu ya maisha ya mwanangu. Neema alisimama polepole. Ni rahisi kusema hivyo, alisema. Lakini ulipotea kwa miaka miwili. Kwa sababu sikujua, Kelvin alijibu kwa hisia. Lakini sasa najua na sitakimbia tena. Neema alimwangalia kwa muda mrefu. Kabla hajajibu, Andrea alitokea. Alisimama kati yao kwa utulivu. Tatizo ni nini hapa? Aliuliza kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka. Kelvin akatazama moja kwa moja. Tatizo ni hili. Huyu ni mwanangu. Kimya kikatawala. Andrea akacheka kidogo, lakini si kwa furaha. Mwanao, alisema polepole. Umechelewa sana kutumia hilo neno. Kelvin akasogea mbele. Hata kama nimechelewa, bado ni damu yangu. Andrea akamwangalia kwa macho makali. Na kwa miaka miwili nani alikuwa hapo alipolia usiku? Ni nani aliyekuwa akimpeleka hospitalini kiugua? Ni nani aliyemfundisha kusema baba? Maneno yale yalimpiga Kelvin moja kwa moja. Hakujibu kwa sababu alijua ukweli ulikuwa huo. Neema aliingilia kati. Sitaki ugomvi mbele ya mtoto, alisema kwa sauti ya uchungu. Kisha akamtazama Kelvin. Kama kweli unamaanisha unachosema. Kelvin akamkatiza. Ndio,
niko tayari kufanya chochote. Neema akavuta pumzi ndefu. Basi uthibitisho kwa vitendo, si maneno. Kelvin akakunja uso. Unamaanisha nini? Neema akasema kwa sauti nzito. Tutahitaji kuvumilia, kusubiri na kukubali kwamba huwezi kuingia tu na kuwa baba ghafla. Kelvin akakubali kwa kichwa. Nitafanya hivyo. Andrea akatikisa kichwa kidogo kama anavyopima maneno ya Kelvin. Sawa, alisema. Tutaona. Lakini kabla hali haijatulia, simu ya Neema iliita. Alipoangalia uso wake ulibadilika mara moja. Hello? Ndiyo, nini? Sauti yake ilionyesha hofu. Kelvin na Andrea wakatazamana. Neema akaanza kutetemeka. Kian? Alisema kwa hofu, akakata simu. Macho yake yakajaa machozi. Ni nini? Kelvin aliuliza kwa wasiwasi. Neema akasema kwa sauti iliyovunjika. Daktari amesema kuna tatizo kubwa afya ya Kian. Kimya kikazama. Kelvin alihisi moyo wake ukipigwa na kitu kizito. Andrea akamshika Neema haraka. Tatizo gani? Aliuliza kwa haraka. Neema akatikisa kichwa huku akilia. Wanasema ana ugonjwa ambao unaweza kubadilisha maisha yake yote. Kelvin alimtazama mwanaye. Kwa mara ya kwanza hakuona tu mtoto, aliona jukumu, aliona hatima yake, na kwa sauti ya ndani kabisa alijiahidi, sitapoteza nafasi hii, hata kama itanigharimu kila kitu kwenye maisha yangu. Guys, kwa sikia leo tuishie hapa. Tutaendelea tena panapo majaliwa. Tuombeni uzima. Sehemu ya 5 tutakutana kuweza kupeana kila kilicho bora. Na hii ni KBTZ simulizi na bado tunaendelea kukuburudisha. Je, itakuweje? Ni ugonjwa gani anaoumwa Kian? Unahisi Kelvin ataweza kukabiliana na matatizo ambayo yanamkabili Kian? Tukutane katika sehemu yetu ya 5 ambayo itakuwa unyama mwingi zaidi. Cha kufanya ni kusubscribe ili kwa kwanza kabisa kuipata inapotoka. Pili, unatakiwa kulike, na 3 unatakiwa kushare. Afu ya mwisho kabisa unatakiwa kucomment nini tubadilishe, nini tuweke sawa. Nakomentisha zaidi mtu wangu. Bye.